والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu katika imani, mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu mtukufu mwenye huruma, ambaye ametufanya sisi kuwa ni Waislamu, ametubakisha uhai tumediriki kuwemo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika tukae tukiwa tunajikumbusha na kukumbuka kwamba kuishi ndani ya hiki kipindi tunaishi katika kheri zisizo na mfano. Kila kinachochanganyika na sisi katika visivyo na maasi, basi kwetu kheri, na kila kheri nyingi hicho. Hii miti, hii mimea, hizi nyumba, hizi kuda, bali hasa hii hewa tunayoivuta, huu upepo unaotuibeba, ni kheri tupu. Hivi havichumi chochote katika maasi. Na Ramadhani huu wakati hizi zama ambazo sisi ndio tunaziishi ndani yake, haiwezekani kukosekana hewa na upepo. Tumo katika kipindi cha kheri kubwa, ni kipindi kichache ambacho mtu anafikia katika daraja kubwa ya takwa, akawa katika mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala, akawa katika vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasa ikiwa mtu yuko katika amali za kheri za wajibu kama vile sala na siyam na nyinginezo. Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, mja wangu anajisogeza kwangu kwa kufanya tendo ambalo mimi nalipenda sana kuliko anapofanya tendo ambalo nimemwajibishia. Anajisogeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafikia mtu ni katika mawali wa Allah subhanahu kupata mapenzi yake hizi faradhi, bali na ndani yake sunna. Wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Haji kuwa mja wangu anajisogeza kwangu kwa kufanya ibada za ziada na sunna mpaka nafikia wakati mimi nampenda. Wakati tulionao ni wakati muhimu ya mtu kuwa anakuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa muda mchache sana. Tuthamini na tutumie vizuri, na tujue kwamba kiwango cha kuenea uasi katika miji ni kiwango cha kupunguza watiifu taa, lakini zikifanya taat, kheri zikikithirishwa, basi maasi yanaondoka. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil. Kija haki, batil hujitenge kuondoka. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, la yajtami'u al-khabithu wat-tayyib. Zuri na baya havikusani, zuri ikiwepo baya linaondoka. Kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Kwa hakika mema yanayoondosha maovu. Tutilie umuhimu sana kufanya khairati. Sisi kwa kufanya khairati ni duatu ila alhaq li anfusina wa li ikhwanina. Sisi ni walinganizi katika khairi, sisi kwenye nafsi zetu na ndugu zetu na kila waliotuzunguka katika jamii tulionayo. Ndugu zangu katika imani, Ramadhani ina shiar, ina nembo, ina alama mbili kubwa. Alama ya kwanza ni siyam, ni katika shiari Ramadhani, ni shiaru Ramadhani, ni nembo ya hii Ramadhani. Alama ya pili ni qiyam, salatu tarawih. Wanajikusanya Waislamu makundi kwa makundi usiku wanaswali, mchana huoni miamalati ya kuuza na kununua kwa kula, hapa pigu pakaliwa, hapa watu hawasagai katika mitaa, katika magenge, katika maeneo ya vyakula wakali. Tunajizuilia kuonyesha kuna alama maalum kwenye kipindi cha Ramadhani. Hii shi'a ambayo imeingizwa katika ulimwengu mzima, yatakiwa ulimwengu mzima uwe kimya na kutingisa midomo kwa kula katika kipindi cha mchana. Watu wameshughulishwa na kujizuia kula. Kuna hikma gani? Kuna siri gani?
kuna undani gani katika hili? Wanawachuoni hawakukaa wakatulia, isipokuwa wameona watuonyeshe undani ambao hupatikana kwenye hii shiar, hii nembo ya kwamba watu wanafunga, wanasaumu. Ni zipi busara na mambo ya undani yanayopatikana kiufahamu kuhusu funga? Wametaja mengi. Sheikh Muhammad al-Wasabi anasema, qala Sheikh Abdullah ibn Salih, Sheikh Abdullah ibn Salih rahmatullahi alayhi amesema fi kitabihi, katika kitabu chake alichokiita Tadhkiratu Siyam, anasema shuri'a siyamu lihikamin adhima kathira, funga imewekwa kwa busara nyingi, kuna undani wa maana, kuna siri kubwa na nyingi sana. Istujibat an yakuna faridha, ukiviangalia hivyo vitu ambavyo ni undani na siri, unaona hasa kwamba kwa kuwepo hivi akili inakubali kwamba funga lazima iwe wajibu. Tena antakuna faridhatan min faraidhi al-islam wa ruknan min arkani, iwe ni wajibu katika wajibati za Uislamu, na funga iwe ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Fasiyamu ibada, moja, hii funga ni ibada. Yatakarabu biha al-abdu ila rabbih, anajikurubisha mja kwa Mola wake. Ibada hii iko katika nini? Kujizuilia, bitarki mahbubatihi wa mushtahiyatihi, kwa kuacha vile anavyovipenda na anavyovitamani. Ta'atan li rabbih, kwa kumtii Mola wake. Wa itharan li mahabbatihi, na anafadhilisha kukifanya kile ambacho Allah akitaka. Allah ataka aache kula na kunywa, huyu anaacha kwa sababu Allah ataka hivyo, apenda hivyo. Fayuqaddimu ma yuhibbu khaliquhu wa maulahu, anatanguliza kulifanya jambo ambalo analipenda Mola wake, analifanya jambo ambalo analipenda Mola wake mtukufu. Ala ma tuhibbu nafsuhu wa tahwahu, anaacha ambayo nafsi yake inapenda na inatamani. Angalia mtu ambaye anaacha sio lillah, lakini anaacha tu. Mtu hafanyi ibada kabisa, lakini pia hafanyi maasi kabisa. Wako watu wasambulini, yani mtu mathalan katika watu wa majangwani, mabondeni, yashughulika na vilimo tu. Ukikaa naye ukizungumza, ukimsema acha mambo ya watu, usiseme watu, yeye hataki huko, hayumo kabisa. Lakini haswali, hafungi, yupo tu. Lakini haya masi kama kuchukua vitu za hapana bwana, vitu vya watu tunaheshimu, usivichukue. Kuna watu wa sampuli hizo, hawa watu sikia kama ni peponi. Kivipi? Wataingizwa motoni hao, lakini baadaye watatolewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, halafu watatoka motoni watu lam ya'malu khairan qattu, hawajafanya khairi sana. Lakini siri ya kutoka kwao motoni, pamoja na kwamba hawajafanya khairi, nini? Hawa watu ilikuwa hawafanyi maasi. Masala ya uzinifu, heshima za watu sisi hatuingilii. Yeye ashughulika na bonde lake, ashughulika na wanyama wake, ashughulika na harakati zake. Ataingizwa motoni kwa kipindi atakachokaa. Lakini kulikuwa na kitu ambacho ni atarku, kule kuacha, hajaacha lillah. Yeye tu alikuwa hafanyi, hakufanya khairi, hakufanya shari. Kwenye upande wa khairi mtu anasema lam ya'malu khairan qat, na kwenye upande wa maasi walijiepusha. Wataingizwa katika pepo baada ya muda kwenye kuadhibiwa, na ni wachache mno. Lakini siri ni kuacha. Sasa huyu yeye anaacha hivi vitu, anaacha kwa nini? Kwa sababu ya kufadhilisha analolipenda Mola wake na kumtii Mola wake. Fayadhharu sidqu imanihi wa kamalu ubudiyatihi lillah, panadhihiri kwake ukweli wa imani yake na ukamilifu wa kuonyesha yeye ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalisu mahabbatihi, huyu yeye panadhihiri mahabba yake ya kweli, anampenda Allah. Wa adhimi tam'ihi,
na ile tamaa yake kubwa, wa rajaihi, na matarajio yake makubwa, fima inda Allah, anataraji kuyapata yale aliyoandaa Allah yaliyoko kwake katika neema na fadhila na radhi na pepo, min arrahmati warridwani walmaghfirati walihsan, apate huruma na radhi za Allah na msamaha, na afanyiwe ihsani na Allah azza wa jalla, wal ajri al-azim, na apate ujira mkubwa, wan naimi al-muqim fi jinan, pia na neema kubwa akaingizwa peponi. Huyu anastahiki apate alichoahidiwa, kwa sababu alikifanya kwa kumridhisha Mola wake Allah subhanahu. Wa fi siyami mumarasatu dhabti nafs, lakini pia katika funga kuna siri nyingine, kuna hikma nyingine, kuna jambo la undani ambalo ni nini? Dhabtu nafs, kudhibiti nafsi, wasaytarat alaiha, na kuitawala nafsi, watahakumi alaiha, na kuihukumu nafsi, wal akhdhi bizimamiha, na kuweza kuitia hatamu nafsi. Inna nafsa la amaratun bisu, kwa hakika nafsi inaamrisha uovu sana. Inna nafsa mutakabbira, kwa hakika nafsi ina kiburi na jeuri. Inna nafsa mutazattila, kwa hakika nafsi yajikweza na yajidai. Fabisiyam yusaitiru alaiha, kwa sababu ya kupitia funga aitawala, ila ma fihi khairuha, anaipeleka kwenye mambo ambayo huko ndio kuna kheri ya hiyo nafsi, wa saadatuha, na utulivu wake, wa falahuha, na mafanikio yake, fil ajili wal ajili, mafanikio hayo na utulivu huo hapa duniani na akhira. Haithu, kwani yusabbiru almar'u nafsahu ala fi'li at-ta'at wa tarki al-mushtahiyat wa tarki ash-shahawat, mtu anaivumilisha nafsi yake kwa kufanya taa na kuacha shahwa. Kwa kule kufunga inafunza dhabtu nafsi, kujidhibiti na kuiweza nafsi, kuisukuma iwe nyepesi katika utiifu, na kuiweza nafsi kuizuia isikubali isiingie katika uasi. Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ma utiya ahadun ataan khairan wa awsa'a min as-sabri, hajawahi kupewa mtu kitu ambacho hicho ni awsa, kina ukunjufu sana, na ni khairan, kina kheri nyingi, min as-sabr, kuliko uvumilivu na subra. Na funga imekuja kumfanya mtu aweze kuifanya nafsi yake ina subra katika mambo yote, anafanikiwa kuipata subra. Maana yake amepewa khairan wa awsa, amepewa jambo lenye ukunjufu mno, na amepewa jambo lenye kheri sana. Wa ani sabri qala ta'ala, na kuhusu subra Allah subhanahu wa ta'ala amesema, wallahu yuhibbu sabirin, na Allah anawapenda sana wenye subra. Kuzuia ulimi, unawasha ulimi, maneno yako chini ya ulimi yatakayatoke wayazuia, si jambo dogo. Nafsi naona ikitoa ndio imepunguza, lakini unaiambia kutoa ndio unajipa mizigo, sio jambo dogo. Kuna watu hawezi kunyamaza saa zote waporoje. Haya magongo na maskani hizi zimewekwa watu wakakae wakaporoje tu, lakini inakuja siyam inamzuia mtu na mengi likiwemo hili. Asubiri awe mtiifu, asubiri aache uasi. Wallahu yuhibbu sabirin, Allah anawapenda wenye subra. Waqala, na Allah pia amesema, inna Allaha ma'a as-sabirin, kwa hakika Allah yuko pamoja, yuko shirika, hajitengi, hakai nao, bali wenye subra ya kweli, ile subra inayotakiwa. Lakini sio kwamba anawapenda tu, na sio kwamba yuko pamoja nao tu. Qala ta'ala, na pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema, innama
yuwaffa sabiruna ajrahum, kwa hakika watalipo wenye kufanya subra malipo yao. Na mwezi wa Ramadhani imekuja katika hadithi inaitwa shahru sabri, huu ni mwezi wa subra, na hii siyamu katika maana yake ni sabru, na mfungaji ni katika as-sabirin. Kwa ile funga yeye ni katika wenye subra, wameingia katika mwezi wa subra na wameingia ibada ya subra, na wao ndio hao as-sabirun. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum, kwa hakika watalipwa wenye kuwa na subra malipo yao bighairi hisabi, hayana kiwango. Yote haya yanaonyeshea hikma na busara na undani unaopatikana katika amali hii tukufu ya funga, ambayo ni min shiari Ramadhani, ni nembo katika nembo ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zipo hikma ambazo ahlul ilm wameziorodhesha, insha Allah nyingine tutazisoma kesho. Leo tuishie hapa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.